kibali. Mwezi wa heshima yangu. Mwezi wa heshima yangu. Mwezi wa utambulisho wangu. Mwezi wa utambulisho wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninatangaza utambulisho wangu. Natangaza utambulisho wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Biblia inasema vitu vingi vilichelewa kuwepo. Vitu vingi vilichelewa kuwepo. Kwa kuwa mtu wa kuweza kuvimiliki. Kwa kuwa mtu wa kuweza kuvimiliki. Kwa kuwa mtu wa kuweza kuvitawala. Kwa kuwa mtu wa kuweza kuvitawala. Mara baada ya mwanadamu kuumbwa. Vitu vikaanza kuachiliwa. Vitu vikaanza kuachiliwa. Mvua zikanyesha kwa ajili ya utashi wa mwanadamu. Mvua zikanyesha kwa ajili ya utashi wa mwanadamu. Mimea ikastawishwa upya tena. Mimea ikastawishwa upya tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kilichofichwa. Kila kilichofichwa. Kila kilichokuwa gerezani. Kila kilichokuwa gerezani. Kinanisubiri mimi niende. Kinanisubiri mimi niende. Ili niweze kufanya jambo jipya. Ili niweze kufanya jambo jipya. Natangaza leo. Natangaza leo. Kila kilichokuwa gerezani. Kila kilichokuwa gerezani. Kila kilichofichwa sehemu. Kila kilichofichwa sehemu. Kikaachiliwa na kuwa hai. Kikaachiliwa na kuwa hai. Kwa kuwa mimi nimepewa uthamini. Kwa kuwa mimi nimepewa uthamini. Mimi nimepewa dhamana. Mimi nimepewa dhamana. Ya vitu kuwa hai tena. Ya vitu kuwa hai tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninatangaza leo. Ninatangaza leo. Ulimwengu wa kuwa hai. Ulimwengu wa kuwa hai. Biblia inasema. Biblia inasema. Hapakuwa na mche wa kondeni. Hapakuwa na mche wa kondeni. Wala mboga ya kondeni. Wala mboga ya kondeni. Haijachipuka bado. Haijachipuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea hiyo nchi. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea hiyo nchi. Wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Nami natangaza leo. Nami natangaza leo. Viko vitu vinanihitaji mimi. Viko vitu vinanihitaji mimi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natangaza kuanza kujenga madhabahu. Natangaza kuanza kujenga madhabahu. Madhabahu ya heshima na ubora. Madhabahu ya heshima na ubora. Ili miche ya matunda ipate kuota. Ili miche ya matunda ipate kuota. Inanihitaji mimi hapa. Inanihitaji mimi hapa. Ili wanyama waweze kustawi. Ili wanyama waweze kustawi. Wananihitaji mimi hapa. Wananihitaji mimi hapa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ili biashara iweze kuwa bora. Ili biashara iweze kuwa bora. Inanihitaji mimi hapa. Inanihitaji mimi hapa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo ninatangaza. Leo ninatangaza. Nasema na anga. Nasema na anga. Nasema na ardhi. Nasema na ardhi. Nasema na bahari. Nasema na bahari. Nasema na mito. Nasema na mito. Nasema na wanadamu. Nasema na wanadamu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kilichotelekezwa. Kila kilichotelekezwa. Kinakwenda kurejeshwa tena. Kinakwenda kurejeshwa tena. Kila kilichoibwa. Kila kilichoibwa. Kinarejeshwa tena. Kinarejeshwa tena. Kila aliyokuwa gerezani. Kila aliyokuwa gerezani. Anakwenda kutoka tena. Anakwenda kutoka tena. Yuko mtu alikuwa gerezani. Yuko mtu alikuwa gerezani. Alimsubiria Yusufu aende. Alimsubiria Yusufu aende. Naye Yusufu alipoingia gerezani. Naye Yusufu alipoingia gerezani. Akatoa suluhisho la makosa yake. Akatoa suluhisho la makosa yake. Kisha kwa sauti yangu achiliwe. Kwa sauti yangu achiliwe. Kwa amri yangu achiliwe. Kwa amri yangu achiliwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Najenga madhabahu. Najenga madhabahu. Madhabahu ya heshima. Madhabahu ya heshima. Madhabahu ya kurejesha. Madhabahu ya kurejesha. Huu ni mwezi wa urejesho. Huu ni mwezi wa urejesho. Mwezi wa kubaki kwenye madhabahu. Mwezi wa kubaki kwenye madhabahu. Madhabahu ya kutolea hukumu. Madhabahu ya kutolea hukumu. Ambayo imebeba siri kubwa. Ambayo imebeba siri kubwa. Siri ni jambo lilofichwa kabisa. Siri ni jambo lilofichwa
lililofichwa kabisa. Kama halitafahamika na wewe, Kama halitafahamika na wewe, utabaki kuishi kwenye giza. utabaki kuishi kwenye giza. Sawa sawa na Luka sura ya 19. Sawa sawa na Luka sura ya 19. Yule mtu aliweza kuishi kwenye ule mji. Yule mtu aliyeweza kuishi kwenye ule mji Hakujua siri ya ule mji. hakujua siri ya ule mji. Aliishia kulia tu. Alishia kulia tu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna jambo nalihitaji kulijua. Kuna jambo nahitaji kulijua. Nalo limefichwa, limekuwa silini. Nalo limefichwa, limekuwa siri. Na mhitaji mtu mmoja tu. Na mhitaji mtu mmoja tu. Atakayeweza kuniambia. Atakayeweza kuniambia. Habari ya ubora uliofichwa. Habari ya ubora uliofichwa. Habari ya enzi iliyofichwa sehemu. Habari ya enzi iliyofichwa sehemu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sihitaji kulia mahali pale. Sihitaji kulia mahali pale. Sitaki kulia kwenye biashara. Sihitaji kulia kwenye biashara. Sitaki kulia kwenye ujana wangu. Sihitaji kulia kwenye ujana wangu. Sitaki kulia kwenye ndoa. Sihitaji kulia kwenye ndoa. Wala kwenye huduma yangu. Wala kwenye huduma yangu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Biblia inasema. Biblia inasema. Yesu alipofika kwenye ule mji. Yesu alipofika kwenye ule mji. Akautazama ule mji. Akautazama ule mji. Kisha akaulilia. Kisha akaulilia. Kisha akasema. Kisha akasema. Laiti kama ungalijua. Laiti kama ungalijua. Ya kupasayo amani. Ya kupasayo amani. Usingebaki hapa ulipo. Usingebaki hapa ulipo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Macho yangu ya rohoni yafunguliwe. Macho yangu ya rohoni yafunguliwe. Sawa sawa kitabu cha Efeso. Sawa sawa kitabu cha Efeso. Paulo anawaambia Waefeso. Paulo aliwaambia Waefeso. Enyi Waefeso. Enyi Waefeso. Macho yenu yamefungwa muda mrefu. Macho yenu yamefungwa muda mrefu. Na macho lakini hamuoni. Na macho lakini hamuoni. Leo nawatangazia. Leo nawatangazia. Macho ya mioyo yenu. Macho ya mioyo yenu. Yapate kutiwa nuru. Yapate kutiwa nuru. Ili mjue mwito mtakatifu. Ili mjue wito mtakatifu. Ambao Mungu amewaitia. Ambao Mungu amewaitia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninatangaza jioni ya leo. Ninatangaza jioni ya leo. Natangaza ndani ya mwezi huu. Natangaza ndani ya mwezi huu. Macho yangu yafunguliwe. Macho yangu yafunguliwe. Yaone ubora wa heshima yangu. Yaone ubora wa heshima yangu. Yaone namna ya maisha yangu yalivyo. Yaone namna ya maisha yangu. Yaone nafasi nitakayoweza kumiliki. Yaone nafasi nitakayoweza. Yaone nafasi nitakayoweza kuwepo. Yaone nafasi nitakayoweza kuwepo. Yaone vitu ninavyohitaji kuvimiliki. Yaone vitu ninavyoweza kumiliki. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila madhabahu za kichawi. Kila madhabahu za kichawi. Zilizotengeneza hofu. Zilizotengeneza hofu. Ndani ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu. Nimekuwa mtu nisiyeweza kuamua vitu. Nimekuwa mtu asiyeweza kuamua vitu. Nimekuwa mwoga kwenye mambo mengi. Nimekuwa mwoga kwenye mambo. Leo ninakataa. Leo ninakataa. Huu ni mwezi wa 6. Huu ni mwezi wa 6. Namba 6. Namba 6. Namba ya madhabahu. Ni namba ya madhabahu. Ni namba ya madhabahu. Ni namba ya madhabahu. Nainua madhabahu ya Mungu aliye hai. Nainua madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndani yangu inuke. Ndani yangu inuke. Ndani yangu inuke. Ndani yangu inuke. Ewe madhabahu iliyo safi. Ewe madhabahu iliyo safi. Ewe madhabahu iliyo bora. Ewe madhabahu iliyo bora. Inuka ndani yangu. Inuka ndani yangu. Moyo ulio safi. Moyo ulio safi. Nafsi yenye heshima. Nafsi yenye heshima. Nafsi iliyokombolewa. Nafsi iliyokombolewa. Ni madhabahu iliyo bora. Ni madhabahu iliyo bora. Jina langu ni heshima. Jina langu ni heshima. Maisha yangu ni ubora. Maisha yangu ni ubora. Chini ya madhabahu iliyo bora. Chini ya madhabahu iliyo bora. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yuko mtu alilia sana. Yuko mtu alilia sana. Sawa sawa kitabu cha Ufunuo. Sawa sawa na kitabu cha Ufunuo. Ule mlango wa 5. Ule mlango wa 5. Ameketi sehemu fulani. Ameketi sehemu fulani. Analia kweli kweli. Analia kweli kweli. Kisha akasikia sauti. Kisha akasikia sauti. Wala usilie tena. Wala usilie tena. Maana simba wa kabila la Yuda. Maana simba wa kabila la Yeye Yuda. amekuja
amekuja ili kufungua mihuri. Yeye amekuja ili kufungua mihuri. Ili kuvunja mihuri. Ili kuvunja mihuri. Iko mihuri ya kichawi. Iko mihuri ya kichawi. Iko mihuri ya kumaskini. Iko mihuri ya kimaskini. Leo inavunjwa. Leo inavunjwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ni Alhamisi ya kwanza. Ni Alhamisi ya kwanza. Ndani ya mwezi wa 6. Ndani ya mwezi wa 6. Leo tunatangaza. Leo tunatangaza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ewe mtoto wa huduma. Ewe mtoto wa huduma. Kuwa sasa. Kuwa sasa. Ongezeka sasa. Ongezeka sasa. Jaa maarifa. Jaa maarifa. Ile mihuri ya uovu. Ile mihuri ya uovu. Mihuri ya umaskini. Mihuri ya umaskini. Imekwisha kuvunjwa. Imekwisha kuvunjwa. Maana mwana kondoo wetu. Maana mwana kondoo wetu. Alikwisha kuchinjwa. Alikwisha kuchinjwa. Na kwa damu yake ya thamani. Na kwa damu yake ya thamani. Watu wakamiliki tena. Watu wakamiliki tena. Kwa neno la ushuhuda. Kwa neno la ushuhuda. Watu wakatawala tena. Watu wakatawala tena. Lucifer na wasaidizi wake. Lucifer na wasaidizi wake. Wakashushwa chini. Wakashushwa chini. Nami natangaza tena. Nami natangaza tena. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda. Na kwa neno la ushuhuda. Uliokuwepo ndani yangu. Uliokuwepo ndani yangu. Kila uovu ndani yangu. Kila uovu ndani yangu. Kila uovu nje yangu. Kila uovu nje yangu. Kila uovu mbele yangu. Kila uovu mbele yangu. Uangushwe chini. Uangushwe chini. Na kwenda kuuponda. Na kwenda kuuponda. Na kwenda kuangusha. Na kwenda kuangusha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ewe kuzimu. Ewe kuzimu. Ondoa takataka zako. Ondoa takataka zako. Toa uchafu wako. Toa uchafu wako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ulimwengu wa kushindwa. Ulimwengu wa kushindwa. Ulimwengu wa aibu. Ulimwengu wa aibu. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naita ubora tena. Naita ubora tena. Naita heshima. Naita heshima. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha yangu. Ile mimea iliyokaribia kukauka. Ile mimea iliyokaribia kukauka. Inakwenda kuchipua tena. Inakwenda kuchipua tena. Inakwenda kustawi tena. Inakwenda kustawi tena. Maana yule anayestahili. Maana yule anayestahili. Amerejeshwa kwenye madhabahu. Amerejeshwa kwenye madhabahu. Na huyo mtu sio mwingine tena. Na huyo mtu sio mwingine tena. Bali ni mimi hapa TM. Bali ni mimi hapa hapo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mmea nitakakupanda. Kila mmea utakaopanda. Kila mfugo nitakaofuga. Kila mfugo nitakaofuga. Utaishi tena. Utaishi tena. Kila ndoa. Kila ndoa. Ndoa niliyokuwa nayo. Ndoa niliyokuwa nayo. Itastawi tena. Itastawi tena. Ujana niliyokuwa nao. Ujana niliyokuwa nao. Utastawi tena. Utastawi tena. Baba nilionao. Umama nilionao. Baba nilionao. Umama nilionao. Baba nilionao. Umama nilionao. Ubaba nilionao. Ubaba nilionao. Ubaba nilionao. Ubaba nilionao. Mama wako. Ubaba nilionao. Umama nilionao. Utastawi tena. Utastawi tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natangaza ushindi. Natangaza ushindi. Ushindi kwenye madhabahu. Ushindi kwenye madhabahu. Shangilia Bwana Yesu kama unapenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongera sana wewe ambao umefika leo Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa 6. Yes, kama nilivyosema namba 6 ni namba ya mtu. Amen. Kwa hiyo wewe ambao umekuja kwenye kipindi changu cha saa ya urejesho, jipigie makofi kama unapenda. Ni vizuri viti vya mbele vikakaa. Kama mwanafunzi, kaa hicho kiti cha mbele, kalia vizuri kabisa na jianza kujitamba hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alhamisi ya leo nimekuwa ni Alhamisi ya mwanzo. Kaa kwenye siti yako vizuri, chukua kalamu na daftari. Nitakwenda spidi kwa sababu tumechelewa. Kuna adui kidogo mpumbavu alitaka nicheleweshe kwenye session yangu, lakini Mungu ni mwaminifu. Tutahitaji sana kwenda kwa spidi na utaandika, tutafidia ule muda, si ndio hivyo? Wanafunzi wanasema ndio. Nasema tutafidia ule muda, si ndio hivyo? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie kitu kimoja kama nilivyosema, ni Alhamisi ya kwanza. Sawa Apostle James, eh? Amen. Tuangalia hapa taratibu alafu itakaa vizuri sana. Na kila siku kwangu mimi ni heshima. Kila muda kwangu ni kibali. Amen.
Kila siku kwangu ni heshima, na wewe chukulia hivyo ukitaka kufanikiwa. Kila muda kwangu ni kibali. Amen. Amen. Sasa nimesema ni Alhamisi ya kwanza nikiwa na maana gani? Alhamisi ndio siku ya mwanzo kabisa ya huduma yetu. Kanisa pia la Victory Faith lilizaliwa siku ya Alhamisi. Mwelewe kitu. Na mimi baba yenu, siku ya Alhamisi ni siku yangu ya kwanza baada ya kuzaliwa. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo naishi kwenye covenant au kwenye agano ambalo ukilipata na ukanielewa unakwenda kufanikiwa sana. Si ndivyo? Amen. Kwa unapoingia kwenye kipindi cha saa urejesho, unapaswa kumaanisha kwamba mimi ni muhitaji wa jambo fulani. Kuna eneo umechelewa, si ndivyo? Tumejifunza pale kuna mfanyakazi yani personal assistance wa rais wa Farao alifungwa gerezani. Hebu angalia, alifungwa gerezani. Na akiwa gerezani alikuwa hana matumaini tena. Alikuwa hana matumaini tena ya nini? Ya kuweza kutoka pale gerezani kwa haraka sana. Akiwa gerezani. Tunaelewana vizuri hapo? Lakini ilibidi mtu ambaye hana hatia aende gerezani. Naongea na mtu hapa nielewe. Kuna mapito ambayo unayapita yanakuwa ni mapito magumu sana kwenye maisha yako. Lakini Mungu amekuandalia mtu ambaye hajawahi kuyapita, hajawahi kuadhibiwa kwa mapito haya kwa sababu hana hatia. Tunaelewana vizuri eh? Amen. Yuko mtu ambaye anapaswa aje hapo ulipokwepo sasa kwenye ugumu. Na mimi ndio nahitaji huyu mtu muelewe. Kwa hiyo sasa huyu mtu akiwa gerezani hana matumaini. Yusufu kaenda akaona uwezo wa kutafsiri ndoto. Unaelewa mwanangu eh? Akatafsiri dream ambazo za mtu alikuwa gerezani. Ongea sana kumaliza form 6 yako. Jipigie makofi mwenyewe. Ni mtu mkubwa sana wewe, nimeshakwambia. Kwa hiyo lazima atokee mtu kwanza kwenye life yako. Kwenye pito gumu lolote unalopita, usikate tamaa, kwa sababu mara ya kwanza wakati naeleza na wafundisheni kwa habari ya destiny helpers, mnakumbuka vizuri? Wale boosters of my destinies, mnakumbuka vizuri? Amen. Wale destiny connectors, mnakumbuka vizuri? Amen. Na mnakumbuka vizuri? Yes. Mnakumbuka vizuri wanafunzi? Amen. Ninapokuuliza sema amina nguvu, kwa sababu maelfu wanatufuatilia hapa na wenyewe wanaandika kule. Kwa hiyo sasa wakati nawafundisha nikasema kuna nyakati ngumu unazozipitia. Unaweza kuona ni majuto kwako. Lakini kimsingi sio majuto. Unanielewa? Mungu amekuacha ufike kwanza hapo. What's your name? Protas, yes, very good. Mungu anakufanya upite hapo. Protas alikuja hapa akiwa darasa la pili kama sijakosea. Standard 2 or 3 akiwa 3 hapa. Darasa la 3. Just imagine. Na alitoka kwenye mikono migumu na wovu sana. Protas aliletwa na mama yake hapo. Si ndivyo? Protas kwa kuiba maarifa ya madhabahu alikuwa akosi na alikuwa anatoroka vipi kwa timu nyingine anamtafuta kule nyumbani. Yuko church. Protas akawa abided na kaka yake nani? Daudi. Si ndivyo? Akajiungamanisha. Wakaendelea kujiunganisha kwa mafundisho kiwango kikubwa sana. Wanajua life yao. Na kwenye madhabahu hii mama yao ndio akakutana na Mungu hapa kwa mara ya kwanza. Akamwambia Mungu amenikutania kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Unakumbuka vizuri? Kanisa la Victory. Kwa hiyo sasa Protas akaendelea kuwepo hapa. Kosi Jumapili, kosi hivyo. Na akasoma kwenye shule ambazo watu wote wanajua ni Kanumba. Mnataka Numba, Karumba, si Kanumba sijui. Kayumba. Protas nilikuwa nikimpa matumaini. Utafanya vizuri. Au hujanikumbusha? Kabisa, utafanya vizuri. Form 4 yake akapata division 2, eh? Wow, very good. Akapata division 1 nzuri kabisa kama alivyopata Alpha. Akaenda Tosa Maganga. Am I? Ifunda Tech. Very good. Akapiga 5 na 6 kwa kombi gani? PGM. Matarajio yake atapata 1 tena kama sijakosea. Kwa hiyo muda si mrefu sasa hivi anaenda training za kijeshi kwa muda mfupi. Kwa hiyo unaweza kuona kuna nyakati ngumu hata wewe uko hapo. Unajikuta kama kuna eneo umefungwa. Unahitaji madhabahu. Nisaidie kusema amina. Amen. Ndio maana mwezi wa 6 unapoanza huwa naanza kufundisha nguvu ya madhabahu.
baada ya watu kuwatoa kwenye ulimwengu wa vifungo mbalimbali, kukutwa na ulimwengu wa nafsi, moyo, akili. Tujifunza sana kuanzia Januari, mnakumbuka vizuri. Tunapokuja mwezi wa 6, wa 7, wa 8 na wa 9 ni kujifunza namna ya kuanza kubarikiwa. Mpigie Yesu Kristo makofi. Amen. Na huwezi kubarikiwa kama hujakutwa kwenye eneo fulani. Tukasema ili kwamba yule kijakazi aweze kutolewa gerezani, alimhitaji nani? Yusufu. Kumbe gereza ni eneo lake la kupandishwa cheo, nisaidia kusema amina nguvu. Amen. Na kwenda kuheshimika tena. Na yule alipotoka mali gerezani akaenda tena kwa Farao, akamwambia kuna mtu yuko pale, baada ya Farao na kuota ndoto azijui. Akasema kuna mtu ambaye alinikuta nikiwa gerezani. Huyu bila shaka ni kijana ambaye tukimleta hapa ataweza kutoa tafsiri nzuri sana. Yusufu kupitia mtu aliyemsaidia, the same person huyo akamsaidia kutoka gerezani. Nisaidia kusema amina nguvu. Amen. Maisha tunaishi leo kwenye dunia yanakutegemea sana, yanakutegemea sana wewe kujielewa na kujifahamu. Ukishakuwa na uwezo kujielewa na kujifahamu, unafanyika kuwa msaada kwa watu wengine. Na ndipo sasa tunaposema maisha yako sio ya kwako binafsi. Jifunze kutengeneza thamani ya maisha yako ili mtu mwingine aweze kuyatumia kwa ajili ya kukuinua wewe tena. Nisaidia kusema amina. Amen. Angel, kadri unavyozidi kufanyika kwa dada wa thamani, si ndivyo? Mungu anakutafutia watu wa thamani waliopanda vyeo ili kukutoa mahali pale pa chini. Iko siku unashangaa unamaliza olevo yako, alafu ghafla unaambiwa sasa advance unakwenda kusoma nje ya nchi. Au unamaliza advance yako, ghafla unaambiwa chuo sisi tutafanya udhamini wa Angel kwa 20%, alafu 80% au 80%. 20% atashughulika wazazi wake. Kwa hiyo lazima jifunzeni kutengeneza ubora hapo ulipo, na jifunze ubora wako uuzwe. Leo nilikuwa naongea na Elvis, nikasema siku zako zote za maisha unamhitaji mtu mmoja ambaye amejenga madhabahu ya hukumu, madhabahu inaiweza kuwaambia watu waliokucheka leo wakikuona sio wanakufurahia. Tunaelewana vizuri hapa? Hii ndio inaitwa the altar of judgment, au madhabahu ya hukumu. Yani watu walikucheka epo, lakini leo ukikuona hawakucheka kwa sababu madhabahu imetoa hukumu. Inaanza kukupa cheo tena, inaanza kukupa furaha tena. Hasa haya mambo yote ambayo nimeongea kwa uchache hayawezi kufanyika hivyo hivyo, panahitaji kujua siri. Siri ni nini? Kama unaandika, tunapoeleza habari altars of judgment, madhabahu za hukumu, madhabahu za hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatuwezi sasa kujua madhabahu, hatuwezi kufanikiwa ni mpaka Alfa ujue kitu kilichokufunga ukifungue mwenyewe. Unaelewa? Yani kuna kitu, there is something somewhere, kuna kitu fulani sehemu fulani has been locked ambacho kimefungwa. Amen. Amen. Na kwa kuwa kimefungwa, hawezi kuja kukufungua mtu mwingine kwanza. Na it is almost very rare, na ni mara chache sana, to find someone, kupata mtu and assist you, na akakusaidia. Mara nyingi kanuni ya Mungu inakuhitaji wewe mwenyewe kwenye ulimwengu wa uelewa. Mnakumbuka vizuri? Yes. Ufahamu. At the moment unapoanza kuelewa vitu, ndipo unapoanza kuachana mambo mengi ambayo yanaitwa utumwa, yanaanza kuitwa vifungo, codes. Mnaanza kuitwa nini? Mateso. Amen. Afflictions. Mnaanza kuitwa nini? Kucheleweshwa, delayment. Kuna ulimwengu tu unacheleweshwa sehemu fulani. Kwa hiyo hatuwezi kwenda huko kote mpaka ujifunze kwa kina sana namna ya kuweza kufunguliwa kwenye ulimwengu uliofungwa. Na ulimwengu uliofungwa unaitwa siri. Siri ni nini basi? Kama unaandika, siri ni nini? Siri ni kitu ambacho kimefichwa juu ya maisha yako, sio ya watu wengine. Siri ni kitu cha kwako peke yako. Siri ni kitu ambacho ukijui kukiendea. Hii ni siri, kitu ambacho kimefungwa dhidi yako,
kitu ambacho akijafungwa tu, sawa Pastor Apple, bali kimefungwa na kimefichwa somewhere. Hiyo ni siri. Tunapoelezea habari ya madhabahu, lazima ujue, tukasema madhabahu ni mahali pa nguvu, madhabahu ni mahali pa heshima, madhabahu ni mahali panapoachilia hatima. Sema hatima. Ukimwona mtu amestawi, kuna madhabahu iliyomwachilia. Mnanielewa? Ukiona mtu anateseka leo, anapita kwenye hali ya umaskini, magonjwa yasiyokwisha, aibu isiyokwisha, kuna madhabahu inamsimamia huyo mtu, na kila madhabahu ina wasimamizi wake. Ndio maana nikasema unapaswa kujua siri. Siri ni nini? Ni kitabu kilichofanya nini? Kilichofichwa kabisa, au kimefungwa mbele na nyuma. Biblia yako inasema hivi, Marko sura ya 4 na ule mstari wa 11. Siri. Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, kuanzia sura ile, ukisoma kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 1 mpaka 20, ukaja kwenye Marko hiyo 4:10 mpaka 4:11, ukaenda maeneo mengine, ukaenda Timotheo wa pili ile sura ya 2 mstari wa 7 na wa 9. Hapa anaeleza namna kuweza kufungua codes. Ukienda Luka sura ya 19, andika tu kule ule mstari wa 41 mpaka 44. Lakini ukienda pia Luka sura ya 11 na ule mstari wa 22, hizo unaandika peke yako, utakwenda kujisomea. Lakini nataka niende haraka kidogo kwa sababu ya faida ya watazamaji wetu kwenye kipindi cha Saa ya Urejesho. Sema, hiki ni kipindi cha Saa ya Urejesho. Hiki ni kipindi cha Saa ya Urejesho. Nataka darasa nzima tuseme hiki ni kipindi cha Saa ya Urejesho. Hiki ni kipindi cha Saa ya Urejesho. Na mwalimu na nabii Luo. Sema, mwalimu na nabii Luo. Mwalimu na nabii Luo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Biblia inasema hivi, akawaambia, huyu ni Yesu, akawaambia, kama ni display pale vizuri, very good my son. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Tunaelezea Edna, madhabahu ya kutolea nini? Hukumu. Chochote ambacho ukijui, tumesema nini? Ni siri. Chochote ambacho unakitumikia, kwamba umaskini, magonjwa, unajua unatumika kwenye siri iliyofungwa. Nisaidie kusema mimi na nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote kile, kupoteza vitu, kupoteza heshima, kupoteza jambo lolote, ni siri, na hiyo siri inahitaji kufunguliwa na wewe mwenyewe. Amen. Sasa Biblia inasema Yesu anakuta wanafunzi wake, anawaambia, akawaambia, ninyi, useme yote, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa nini? Kwa mifano. Kumbe watu wengi wanaishi kwenye dunia, wanafundishwa vitu kwa mifano, ni kwa sababu hawajajua. Usiishi sana kuelekezwa kwa mifano, unanielewa? Anza kujua maumivu unayopitia leo. Anza kujua mateso ya aibu unayopitia leo. Ukianza kujua kwamba hii ni aibu, tayari siri umeifungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianza kujua huu ni ujinga, tayari siri umeifungua. Nisaidie kusema amina nguvu. Amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusema amina nguvu. Amen. Nisaidie kusema amina nguvu. Amen. Nisaidie kusema tena amina ya nguvu. Tunaelewana vizuri hapo? Nani ameandika vizuri mpaka sasa? Nani ameandika vizuri? Nani ameandika vizuri? Unapokosa kujua siri yoyote ya maisha yako mwenyewe, utakuwa ni mtu wa kulia. Tuliona Luka sura ya 19 ule mstari wa 41 mpaka 44. Unapokosa kujua siri ya maisha yako, unapokosa kujua wewe ni nani, angel, kwa nini unaishi. Jumapili tule mnafumua mambo matatu manne, si ndivyo? Wewe ni nani, sio kwa nini unaishi, uko wapi, unaenda wapi. Ukishindwa kujua hayo, utakuwa unaishia hapo kwenye Luka sura ya 19. Anasema alipofika karibu, Yesu pia aliuona mji, sema alimuona mtu, akamlilia. Yaani Yesu kule mbinguni akitutazama hivi, anatulilia kwamba sisi tumempokea yeye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Akitutazama hivi, mambo tunayofanya ni kichekesho, anatulilia eti, unajua.
Title yetu ni Altars of Judgment, madhabahu kutolea hukumu. Anasema kisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo nini. Kumbe kuna amani imefichwa Mary ndani yako, hujui. Unasikia tu, kuna wakati umekaa hivi unasikia kichwa kinauma, si ndivyo? Alafu kiulizo kwa nini kitu kinauma, unajua uweze kusema unajisikia tu hasira. Nani nimempata kitu kama hiyo? You feel to be angry. Ukiuliza kwa hasira inakujaje, hata mimi mwenyewe sijui. Yani I don't know even what to explain. Nimuuliza Nurdin, kuna jisikiaje? Sasa mimi mwenyewe sielewi. Unaelewa? Maana kuna majira ambayo unayapitia. Sasa Yesu anakutana na huyu mtu, anasema kaukuta ule mji, tena mji ni mji una watu wengi, sio? Yesu akatazama wale watu, wengi wana madeni, wengi wanadaiwa, wanaishia kucheza kamari, wanaishia kufanya vitu vya ajabu. Yesu alipowatazama na kuambia kweli, akawalilia. Na akawalilia afa akawaambia, jamani, akisema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii, hata wewe. Jiangalia, hata mimi, sema hata mimi. Hivyo Mungu anakulilia aliyokuumba, aliyokuokoa ambaye ni Kristo, akamwaga damu yake ya thamani. Akikutazama anakulilia. Kuna eneo ulifeli. Leo ungetakiwa uwe bilionea, sio? Leo ungekuwa milionea somewhere. Leo naongea mtu hapa angeweza kuwa na watoto, angeshaoa na angeshaolewa. Lakini kuna kitu ambacho kimeficha moyoni mwako. Kimefichwa nini? Kilichofichwa ni hofu. Sema hofu. Unayo hofu imefichwa ndani. Kuna uoga umefichwa ndani. Huwezi kuamua mambo ya busara. Huwezi kuamua mambo ya hekima na busara. Umefichwa kwenye kakona fulani. Shetani mpumbavu sana. Umefichwa mtu, unajua kuna wakati unakuwa tu muoga kuanza vitu. Tunaelewana vizuri hapa? Unasikia mimi naogopa, nitaanzeje? Ni mwanamume lizima, likijana lizima, lakini kuanza vitu ni shida. Ujue kuna siri. Shetani ameweka siri, amekufunga sehemu kwamba wewe ulipaswa uoe ukiwa na miaka 28. Ulipaswa uoe ukiwa na miaka 30. Na mtoto wako wa kwanza ulipaswa umpate ukiwa na miaka 32. Tunaelewana vizuri hapa? Lakini kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao, unakwenda kuoa ukiwa na miaka 45. Alafu mtoto wako wa kwanza, kwa sababu ya ujinga ulionao, unapata mtoto wa kwanza ukiwa na miaka 48. Sasa mwanao akiwa na miaka 10, wewe unakwenda na miaka 70. Na Biblia inasema basi kwa neema tu ya Mungu utaishi miaka 70. Hii umependelewa. Maana unamwasha mtoto wako akiwa na miaka 5 au na miaka 10. Mtoto atafika mahali hataweza kuliheshimu hata kaburi uliozikwa. Kwa sababu gani? Ukifichwa ulimwengu wa siri, unafanyika ni zezeta. Maofika mahali kijana amechelewa kuoa, binti amechelewa kuolewa. Unasema wanaume hawapo, na kijana anasema kuna mwanamke aliyo bora. Wewe hakuna mwanamke aliyo bora, mama yako alikuwa ni bora ndio maana alikuzaa. Tunaelewa vizuri? Kuna akili lazima urudi nyuma. Lazima urudi nyuma. Na binti anasema hakuna mwanamume wa kunioa. Baba yako alimuoa nani? Mama yako. Tunaelewa? Kwa kuna siri imefichwa pale. Mnipigie makofi hapa kidogo wanafunzi. Amen. Tenda vizuri, nimetaja maandiko mengi sana. Lakini ni vizuri tuende pale. Anasema katika siku hii yamefichwa yapasayo amani. Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Hajasema kwenye mdomo, amesema wapi Edna? Machoni yamefichwa. Tunaelewana vizuri hapa? Sasa baba, mbona tueleza vitu vingine vya ajabu? Hivi vya ajabu ndio vitakufanya wewe uokolewe. Amen. Amen. Jipigie makofi tena. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusema amina nguvu basi. Amen. Haleluya. Hebu tuangalie Ayubu anasemaje. Ayubu sura 29 na ule mstari yes, ule mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 4. Tutaangalia habari. Siri ni nini jamani? Ni vitu ambavyo vimefichwa. Haraka haraka tuende pale. Yote unayo leo hii, yote unayofanya leo kwenye maisha yako wewe, unaelewa mwanangu, kama hayaleti nini? Furaha. Kama hayaleti furaha kwenye maisha yako, maana yake Shefani, kuna jambo limefichika. Chochote unachokifanya leo kama kileti furaha, yani ufanye biashara haikupi furaha, uoe hiyo ndoa haikupi furaha, uolewe hiyo ndoa haikupi nini? Furaha. Kuna jambo limefichwa ndani yako. Maana yake nini? Hakuna chochote utakachokifanya kwenye dunia kitakachokupa furaha kama hujaifunua siri ya kuwa na furaha.
Yaani kuna ulimwengu lazima ufunuliwe kwanza, alafu ndipo furaha itakuja mbele yako. Ayubu anasema hapo taa yake. Hebu nisomee basi nisome kwa sauti hapo. Biblia inasema hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani. Hapa taa ya nani? Taa ya Mungu ilipomulika juu yangu. Nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake. Nami nikatembea gizani kwa njia ya mwanga wake. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa. Hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Unasikia? Siri ya Mungu ilipokuwa ndani ya nini? Ya hema. Ndani ya madhabahu. Sema amina. Amen. Ndani ya kanisa watu walitembea hata pasipokuwa na nuru. Maana nuru ya madhabahu iliwaongoza. Kwa hiyo kijana yoyote yule, ili uweze kutoboa unahitaji madhabahu. Amen. Kila madhabahu ina msimamizi wake. Kila madhabahu kuna kuhani wake. Madhabahu ya saa ya Oreyeshi kuhani wake ni mimi hapa. Mnipigie makofi. Amen. Kwa hiyo lazima hata zile siku zilipowadia za kukomaa, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu, maana kwenye madhabahu. Ayubu anasema hemani mwangu, mahali ambapo mimi naliweza kudumu na kumtumikia Mungu. Yaani wakati ule hata madeni yakija siogopi, kwa sababu nuru ya Bwana ndio ilikuwa ikinitetea, ikinipigania, na madeni yote yanalipwa. Nisaidie kusema amen. Amen. Ndio siri ya madhabahu inayookoa. Ile ndio madhabahu ya kutolea nini? Hukumu. Mhubiri sura 10:15. Unapofika kiwango kwenye ulimwengu huo, Mhubiri 10:15, manake unaishi kwenye hadithi za upumbavu, unachoshwa. Unabaki kwenye ulimwengu huo, ulimwengu wa kudanganywa. Usiwe mtu wa kudanganywa. Amen. Kuna maisha unaweza kupitia ya kucheleweshwa. Unapita kwenye maisha hadi unajua kuna jambo unalifanya lakini uone kama ni kosa. Hiyo ndio siri iliyofungwa. Yaani uone kama hata umechelewa. Faris. Yaani kuna jambo ukuta hii mbona it is normal, lakini linaleta madhara baadaye. Unajua hii ni siri kuzimu ameifunga wewe usiwe mtu fulani. Unanielewa vizuri nikiongea? Unawezekana kabisa, kwa mfano unaweka fedha ovyo ovyo sasa kwako, afu mtu anakuja kuiba. Kisheria ukiweka hela hapa njiani milioni 10, mtu akaja kuiba, ukaenda kushtaki, umesikia? Sisi upewe haki, tunasema kwamba ulikosa kuipa ulinzi nini hiyo fedha. Na huyu mwizi akiiba anasema hivi, mimi nilishawishika. Maana yake alishawishika na fedha ilivyokuwa nini nje. Kimsingi fedha iweke nje. Hata umenunua gari umeweka pale nje, mtu akaja kuichukua leo, kwenye utetezi wake anasema mimi nilishawishika, nimepita nikaona gari iko nje nikachukua. Ajabu atafungwa, lakini kuna kifungo, kuna namna fulani. Sawa, jaji anasema kuna uzembe wa nani? Wa mwenye gari. Tunaelewana vizuri hapo? Ndivyo ilivyo. Anasema hivi, kazi ya nani? Bavu. Inafanyaje? Huwachosha kila mmoja. Hebu angalia, kazi ya upumbavu inawachosha kila mmoja. Maana hajui hata njia ya kuendea mji. Hajui hata njia ya kuendea nini? Mji. Ya kuendea mji. Yaani uko tu, uelewi. Ukielezwa habari ya biashara unaogopa. Ukieleza habari ya kuoa ndo kabisa unaogopa, unasinyaa. Unaona kijana lina madevu yake, anaogopa kuishi na mke. Ukieleza habari ya kuolewa binti, anaogopa kuishi na mwanaume. Kwa hiyo sababu unafanyaje sasa? Kanisani ufanye vizuri, nyumbani ufanye vizuri, na kama pia kazini kwako ufanye vizuri. Kwa hiyo wewe kuna siri kuzimu imefungwa juu ya maisha yako. Unahitaji kufunguliwa tena. Amen. Narudia, unahitaji kufunguliwa tena. Amen. Madhabahu ni sehemu ya kufungua. Madhabahu ni eneo la ubora. Ili uweze kuishi na kuifungua siri na kutesa, ipende madhabahu kijana. Amen. Narudia, ipende madhabahu. Amen. Sema ewe madhabahu, ewe madhabahu, uwe sehemu ya maisha yangu. uwe sehemu ya maisha yangu. Shangilia Bwana Yesu, na itakuwa in the name of Jesus. Luka sura ile ya 11 na mstari ule wa 22. Kuna vitu ambavyo
unahitaji kujua, hata kama unakuwa na ulinzi wa vitu vyako, hata kama unajipenda katika ujana wako, hata kama unajipenda katika umama wako, hata kama unailinda ndoa yako, hata kama unampenda mme wako, hata kama unampenda mke wako, mnapendana, mnaitana vyovyote mtakavyoweza, lakini kuna kitu hapa. Twende mstari wa 20 pale. Kuna kitu hapa, nisomee pale. Biblia inasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Umekwisha. Hapa angalia, Yesu anasema kama mimi natoa pepo kwa kidole cha nani? Cha Mungu. Cha Mungu. Manake ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Hamna siri tena kwa habari ya kingdom of God. Hamna siri tena kwa habari ya afya njema. Amen. Hamna siri tena kwa habari ya wokovu. Amen. Hamna siri tena kwa habari ya utajiri. Amen. Hamna siri tena kwa habari ya ndoa yenye amani. Amen. Hamna siri tena ya mtu kugraduate chuo tena. Amen. Hamna siri tena. Yesu anasema basi the kingdom of God is near by you. It is all about adjacently, closely to you. Uko karibu sana na wewe. Somebody say amen. Amen. Ananielewa tu, asema mimi na nguvu. Amen. Basi anasemaje tena mwanangu pale? Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake. Amejifunga silaha, amejitambua. Ngoja, mtu namba moja au na nini? Na nguvu. Sasa sema nguvu. Ukisha kuwa na nguvu, kinachofuata uwe na nini? Silaha. Uwe na silaha. Anasemaje Bwana? Alindapo nyumba yake. Maana yake kila unachokuwa nacho utakilinda, utakiheshimu, come on. Kwa hiyo mtu anaelewa? Amen. Kijana utaheshimu ujana wako. Niko naongea baadhi ya vijana wangu. Nasema inakuwaje? Wewe kijana ukishakuwa machua, ukishabare, lazima ujue sasa, lazima ujue mimi nimebare. Semeni amina. Amina. Mimi nimebare. Ndio. Nisaidieni kwa sauti mpaka kule mbinguni wasikie. Amen. Sema mimi nimebare. Mimi nimebare. Ndio sauti yenu wanafunzi. Mimi nimebare. Hata kama umebare, sio mpaka baba kuambia umebare. Umebare protas alpha umebare kwa sababu na sauti ukishajua wewe umebare, na tunaeleza habari ya siri na madhabahu. Nipigia makofi jamani. Lazima angel ajue I am now matured. Sasa nimekomaa. Mimi sihitaji kuona angel anakuwa ovyo ovyo. Yeye ajitambue mimi sasa am matured right now. Nina siri ninao. Lazima kuna siri lazima nijue mimi. Yaani angel atakayejua siri yake. The moment unapoijua siri ulioko nayo, ndivyo ulinzi unapokuwa juu yako. Amen. Unavyozidi kuitambua siri ya uhai wako, siri ya uzima wako, Mungu analeta ulinzi. Mpigie Mungu makofi aliye hai. Amen. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, tumpigie makofi mawili. Anasema alindapo nyumba yake vitu vyake vinakuwa salama. Sinipatilisha. Tunakubaliana? Umelinda. Sasa kuna kitu pale kinaendelea. Soma pale kinachoendelea ni nini pale? Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye, ili akushinde huyo mtu, hatafika akiwa na nguvu ya chini. Edna atakuja kwanza, atajipanga akuvuke kwanza wewe. Mnanielewa vizuri? Ndio maana nikasema lazima kama ni kijana, linda ujana wako. Kuna vijana wa mashetani na kuna vijana wa Yesu. Kuna vijana wa mashetani na kuna vijana wa Mungu aliye hai. Sikiliza, hapo kuna ligi ngapi? Mbili. Ili uweze kushinda, kuna wamama wa mashetani na kuna wamama wa Mungu aliye hai. Kuna watumishi wa mashetani na kuna watumishi wa Mungu aliye hai. Ligi zetu hizi ziko mbili. Kila siku unapoamka, unapotembea, jua kuna ligi kama ilivyokuwa Simba na Yanga. Hawa wanaitwa wahasimu, hawa wanaitwa watani. Kwenye kingdom of God hivyo hivyo, watani wetu ni shetani. Ijipokuwa hatuwezi kula naye msosi, yeye tunamshinda nyuma ya ufahamu. Amen. Na yeye atushinda nyuma nini? Ya ufahamu. Ukijisahau kwenye siri, anategua mtego, anakunasa. Na kisha kunasa anakuambia, umeona sasa, ulikataa uji pombe, umemsindikiza jamaa tu rafiki yako mpendwa siku nyingi, kakwambia onja glasi moja, umeonja ni chupa nzima. Yeye anakucheka kabisa. I'm telling you, inafika mahali wewe mwana wa Kristo, Yesu anajivunia na wewe. Sema Yesu anajivunia. Yesu anajivunia anapokutazama binti.
Yesu anajivunia anapomwona kijana. Yesu anajivunia anapomwona mama mwenye hekima, mama mwenye busara, baba mwenye hekima, baba mwenye busara, huduma iliyo bora, mchungaji aliye mwema, nabii mwaminifu, mtume mwaminifu. Yesu Kristo anajivunia. Mpigia makofi Jesus. Amen. Anajivunia juu yake huyu mtu. Amen. Lakini ngoja nikwambie, challenge are there. Changamoto zipo. Changamoto ziko pale. Nataka nikwambie, unaweza usipoelewa. Anasema mtu mwenye nguvu zaidi ajapo, namba moja atafanyeje? Atakapomwendea na kumshinda. Lazima aje mtu mwenye nguvu zaidi. Wewe una nguvu, wewe umeokoka, wewe umekombolewa. Ili adui aje kwako, lazima kupandie nguvu, rank ya juu. Mnaelewa? Amen. Ndio maana unaambiaga angel Marekani, wapo kwa darasani, shuleni, chagua marafiki. Namba moja, wenye hofu ya Mungu. 2, wenye uelewa, si ndivyo? Wenye ufahamu, ili afanyike mtu kulinda. Manake ukichagua rafiki ambaye hana hofu ya Mungu, atakuwa upande wa pili wa shetani. Na akiwa upande wa pili, iko siku moja wewe huwezi kwenda kuona boyfriend, lakini mwenzako ana boyfriend. Ataandika barua, atakupa wewe umpelekee. Siku utapompelekea yule mama mwenye boyfriend, yule boyfriend mwenzie ana rafiki yake, atakuona. Akisha kuona kama sasa tugawane tu vyakula hivi, si ndivyo? Kwa hiyo sasa hapo unaingia kwenye mtego ambao wewe ulikuwa usiki. Wakati wote unahitaji kwa juu. Adui anapokupandia juu, wewe panda juu zaidi. Amen. Biblia yako inasema hivi, atamnyang'anya silaha zake zote. Namba moja, kwanza atakunyang'anya ulizokuwa nazo, ambazo hizo silaha ulikuwa ukizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Manake ile mipaka ya ulinzi wako, vile unavyojivunia, sio unajivunia nini? Heshima, unajivunia elimu, unajivunia nini? Yeye anagawanya. Umesikia? Anakufanya uwe chini kabisa. Nini kinaendelea mwanangu? Anasema mstari wa 23, anasema mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami anafanyeje? Anatawanya. Unaweza kuwa ni siri kubwa hiyo. Kwa lazima tujue ulimwengu wa siri unabeba vitu vya thamani. Tukwenda kuambia pale, angalia Ufunuo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 4. Kuna mtu analia, niliwaambieni, mnakumbuka vizuri? Bado watu wanalia, watu wanajua vitu vya ajabu leo. Inawezekana kukutana mafundisho ya ajabu leo ukadhani maisha unayopitia hayo ni Mungu ameyapanga. Amen. Hapana. Mungu kuanzia mwanzoni nilikufundisha, Mungu alipokuruhusu utoke kwenye dunia, aliweka kitu kinachoitwa nini? Aliweka nini ndani yako? Potential. Aliweka kusudi ndani yako, na upate kuliishi ili kusudi na ukafanikiwe. Hebu angalia Ufunuo ile sura ngapi nimesema? Sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 4. Na kama unaandika Luka sura 4 mstari wa 16 mpaka 17. Yes, utakwenda mpaka mstari wa 21, lakini utakwenda pia hiyo Luka hiyo sura 4 mstari wa 28 mpaka 30. Hii ni habari za Yesu Kristo, namna alivyoweza kushinda. Nitakwenda haraka pale. Asema kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Siri ni nini? Siri ni kitu ambacho kimefichwa, sio? Siri ambacho ni kitu ambacho kimefumbwa kabisa na hakiwezi kueleweka na muhusika mwenyewe. Hiyo siri ni nini? Siri ni kitu ambacho kinachotambuliwa na mtu mwenyewe peke yake. Ukikitoa kwa mtu mwingine sio siri tena. Amen. Sio siri tena. Ndio maana ukisema nakuambia hii ni siri, sema buna, hiyo sio siri tena. Siri unayo wewe. Anasema kimeandikwa mbele na nyuma. Anasemaje? Kimetiwa muhuri ngapi? Mihuri 7. Mstari wa 2 haraka nisome pana wa 3 na 4. Nikaona malaika mwenye nguvu, kisha malaika mwenye nguvu pale kamwambia angel, lazima mtu aje kusaidia pale. Hitaji weka njia za thamani, watu wenye nguvu waje kusaidia. Maombi yako mwambie Mungu, nisaidie watu wa hatima yangu. Sema watu wa ubora wangu, watu wa nguvu zangu. Amen. Mungu anakuchagulia watu wanaofanana na wewe. Amen. Biblia yako inasema mtatembeaje msipopatana? Amen. Lazima muwe na uwezo wa kupatana. Lazima uwe na uwezo wa kupatana. Anasema nikaona malaika mwenye nguvu
akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Mstari wa 3 anasema, wala hapakuwa na mtu mbinguni, wala juu ya nchi, wala chini ya nchi, aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Yao wanakichukia, ni kitabu lakini kila mihuri ya kutisha, mambo magumu. Mihuri inakuaje? Mihuri ya hatia. Unaelewa? Wewe ni muhuri, umepigwa muhuri, lakini muhuri wa ulevi. Unaelewa vizuri? Yaani ulewi, lakini umegongwa muhuri, kwa sababu nimesema ni siri. Tunaelewana vizuri? Ni siri. Utarajii iko siku prosper, utaenda napiga university bachelor ya kwanza, wala hunywi, sema ndio baba, bachelor ya pili, masters pale, unapata kazi. Unakuwa nani? Labda unakuwa mkurugenzi. Kwenye safari kule unakutana na rafiki, taratibu unaanza, hunywi pombe, bado unakunywa wine. Unaweza kuona sio pombe, wine. Kuna neno alcohol and wine. Wine ni ikaluga tu pa fulani. Na pombe ni nini? Alcohol ni nini? Alcohol ni pombe. Wine ni mvinyo. Wewe nitakunywa mvinyo kidogo. Umesikia? Unaanza, kumbe kuna muhuri ulipigwa wa siri. Ule muhuri unaitwa muhuri wa nini? Wa ulevi. Unasikia? Kuna muhuri unapigwa, muhuri wa uzinzi. Kuna muhuri unapigwa, muhuri wa kuachika kwenye ndoa. Mnaambia kweli? Mniangalie tu, mkaza macho muangalie hivyo. Kuna muhuri unapigwa, ni binti, lakini unapigwa muhuri sehemu fulani, wewe utaachika, utaolewa vizuri kabisa. Mtaangalia pale Ayubu 30 ngapi? 38:11. Usidisplay, tuendelee pale. Kuna muhuri unapigwa kwamba wewe utakuwa mchawi. Utaruka na ungo. Wewe ni muhuri unapigwa pale. Utaruka na ungo mdana ukifika miaka 50. Hali ni mbaya, kuna timbwili ndio katoka pale na mambo hali yakae mabaya. Miaka 50, miaka mingapi? Unashangaa, unaanza kuroga, unaanza kuwanga. Miaka 50, miaka kabisa unawanga kabisa. Muhuri. Sasa kuna mihuri mingapi imepigwa? Afu jabaki cheki mihuri ile. Analia. Na huyo si mtu mwingine, ni Yohana. Analia. Hii mihuri bwana ni hatari. Nikaanza kulia. Hii dunia ambayo inapotea. Kuna maombi kilokole. Mungu tusaidie, dunia imeharibika mimi. Mungu anataka utoe suluhisho. Mungu hataki ulie. Nisaidie kusema amina. Amen. Mungu anataka utoe nini? Suluhisho. Inawezekana kuna wamama hawaishi kwenye ndoa zao. Wewe ulipoolewa, toa suluhisho. Amen. Kumbe kuna ndoa iliyo bora. Watu waanze kuwa attracted. Mabinti wengine wao attracted kuolewa. Nasikia tu wewe kwenye ndoa kuna ugumu. Hiyo ndio muhuri. Mihuri ya ugumu kwenye ndoa. Watu wafika hapo unawatisha kwenye ndoa. Kwenye ndoa unaweza kuolewa na paka. Ni muhuri umewekwa pale. Hasa kuna muhuri, hasa mihuri mingapi? Mihuri mingapi? 7. Yes. Asema nami nikalia sana, kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahiliye kuzifungua hicho kitabu namba 1 wala kukitazama. Hakuna mtu. Nini kinaendelea pale? Nisomea pale. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda. Simba wa kabila la Yuda. Unaweza kuwa ni mtu anakuja sasa. Pale tuliona kwenye Luka 10 ngapi? 11. Mtu mwenye nguvu zaidi. Huyo sasa analia kwa sababu nguvu zake zilikuwa ni kidogo. Angel wanakuja. Mungu akuletea malaika sasa kwa jina la Yesu. Naongea mtu ananifuatilia mahali popote pale. Mungu akupatie angel kwenye biashara. Amen. Mungu akupatie angel kwenye ndoa yako. Amen. Mungu akupatie angel kwenye kazi yako. Amen. Mahali pa kazi yako pawe salama. Amen. Wakati wengine hawawezi ukaweze. Amen. Wakati wengine wanakimbia ndoa, wewe dumu kwenye ndoa yako. Amen. Wakati wengine unaacha huduma, wewe kuwa kwenye huduma. Wewe endelea, songa mbele. Amen. Kuna hatima iliyo bora kwenye maisha. Amen. Mbingu naziona zinanipigia makofi. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie. Don't cry. Usilie. Don't cry. Usilie. Don't cry. Usilie. Don't cry. Usilie. Usilie. Hii ni sauti ambayo inapaswa kusikika kwenye soul, kwenye nafsi yako. Amen. Kwenye moyo wako, kwenye ubongo wako. Don't ever cry. Don't ever give up. The Lord God Mungu Bwana loves you. Anakupenda.
Mungu anakupenda. Yes. Wacha kulia. Amen. Wacha kulia. Why are you crying? Akasema usilie. Tazama simba aliye kabila la Yuda, shina lake nani? Shina la Daudi. Haleluya. Yes. Hey, yeye ameshinda apate kukufungua kila kitabu na zile muhuri zake ngapi? 7. Patricia moja simaji. Muhuri wa uoga umekaa ndani. Muhuri wa hofu umekaa ndani. Biashara ukianzisha leo, Kibaka alivunja juzi, simisi anzisha tena biashara. Kwa unabaki. Bako unasubiri wakati wako staff mwaka 2060 utafika huko. Miaka 2060 kwa utafika huko. Kuna maneno yanasema kuweza, mtafika kwa mtaweza. Lazima ujue, futa habari ya uoga. Amen. Ondoa hofu. Amen. Acha kulia. Fanya kilicho bora kwako. Amen. Na Mungu anakwenda kuinua pale. Amen. Utaweza katika jina la Yesu. Amen. Nasema utaweza in the name of Jesus. Amen. Kwenye mind zako zote, kwenye fikra zako zote, futa habari ya mtu ananizuia. Futa habari ya mtu ananipinga. Najua wapo katika ulimwengu wa roho. Wako wakupingao ni wengi. Yes. Wako wanakuchukia ni wengi. Wao sikiliza, wewe sio Mungu. Hata Mungu mwenyewe alishapingwa. Hata Mungu mwenyewe hapendwi leo. Kuna kambi inaitwa kambi ya Lucifer. Wamemchukia Mungu. Wewe kusembusi ni wewe. Fika mahali jua ya kwamba wewe ni wa thamani. Mungu amekuamini. Futa machozi yako. Ukianguka inuka, jikungute, songa mbele. Alafu sema kuna madhabahu. Na kila madhabahu kuna mlinzi. Amen. Na kila mlinzi maana ni kuhani. Huyo Mungu atamuinua. Kama Mungu alivyomuinua huyo angel, huyo hao wazee, anasema usilie, tazama yuko simba wa kabila Yuda, shina la Daudi. Yeye ameshinda apate ukifungua kile kitabu na zile muhuri zake ngapi? 7. Mpigie Mungu makofi aliye hai. Mungu anakwenda kuonekania wiki hii. Amen. Nasema mwezi wa 6 Mungu anakwenda kuonekania. Amen. Mungu anakwenda kuonekana. Anasema amina, nasema amina. Amen. Mungu akuonekanie kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aenda akaonekanie tena. Amen. Akuonekanie kwa majibu yasiyojibika. Amen. Akuonekanie kwa ndoto zilizokuwa tafsiri yake. Amen. Unapata tafsiri ya ndoto yako. Amen. Hey, this is your time now. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hey. Unapokosa kujua siri, hautakoma kulia. Utakuwa mtu kulia siku zako zote. Unahitaji kufanya nini sasa? Hasa Baba, tupe majibu haraka, mbona tuzunguka sana. Hebu twende kwenye Luka ile, haraka Luka ile. Yesu alipomshinda yule nyoka, nakumbuka alipotoka kubatizwa, unaona akajaa, hali amejaa nguvu. Umeelewa? Akalikuta jangwa. Alipokuta jangwa, akafunga siku 40. Alafu yule nyoka akaja pale. Yule ambaye ni yule ibilisi yule ambaye alikuja kumwangusha nani? Adamu. Nakumbuka na Hawa. Adamu akamwangusha mahali pale. Ile Luka sura 4. Sasa pale twende mstari wa 16, alafu tutakwenda mpaka mstari wa 17. Alafu tutakwenda pale mstari wa 28 mpaka mstari wa 30 kama sijakosea. Tutakwenda pale. Yes. Luka sura ngapi? 16 mpaka mstari wa 21. Biblia inasema akaenda Nazareti baada ya kumshinda nani? Yule ibilisi. Mnakumbuka? Huu ni Yesu. Hapo alipolelewa, hapo kwenye chanzo cha mateso yako, kwenye chanzo cha aibu yako, chenye chanzo cha stacking yako, anasema na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake, akasimama ili asome. Sikiliza Shefani, unielewe sana hapo. Yesu ameingia mahali pale alipolelewa. Alipolelewa hakuwa na sehemu nyingine. Akaingia sinagogi, akaingia madhabahuni, akaingia kwenye madhabahu mahali alipolelewa, akaingia pale, akachukua gombo la chuo. Asema akapewa chuo cha nani? Cha nabii Isaya. Akafanyeje? Akakifungua chuo. Akakifungua. Akatafuta mahali palipoandikwa. Soma kwa bidii hapo, rudia tena pasta. Anasema akatafuta. Yes. Sema yes, wewe nisaidie kwa mwanangu. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Rudia hapa, akatafuta mahali palipoandikwa. Rudia tena. Akatafuta mahali palipoandikwa. Na hapo ndipo nataka nikufungue wewe, nitazama hapa. Amen. Na hapo ndipo nikufungue wewe Farisi hapa. Yesu hakufungua chuo cha Biblia, yani ile Biblia mahali popote pale. Yesu alichagua eneo ambalo hilo ndilo linalomhusu yeye. Kwa siri ni eneo ambalo linakuhusu wewe. Mbona uandiki? Mbinguni nasikia oh yes,
Nyinyi mnasema tu anasema akachagua eneo linalomhusu yeye. Hakwenda sehemu nyingine. Siri ni eneo linalokuhusu wewe. Siri ni eneo ambalo la heshima yako, eneo la nguvu yako. Alipopewa chuo, anasema akatafuta mahali tende palipoandikwa koma. Pameandikwa nini? Roho ya Bwana yu juu yangu. Akatafuta eneo ana. Yesu akufungua tu Biblia kama mitume yeye akatafuta Sara eneo linalomhusu nani? Yeye Jesus. Hili eneo ndio lilikuwa limefunga siri. Watu walikuwa wamefungwa, waliambiwa hakuna mwokozi atakayekuja, hakuna mtu mwingine. Wayahudi wamekaa kule. Hata Yesu alipoonekana wakasema, kinawezekanaje kitu chema kutoka wapi? Nazareti. Kinawezekanaje eti nabii atoke wapi? Nazareti. Watu wakaanza kumdhoofisha, watu wakamkataa Yesu Kristo. Sikiliza, kumbe kuna neno la kinabii ambalo ni neno miaka yote. Amen. Kuna neno la kinabii unalo wewe. Amen. Unaishi, unawezekana ni miaka 30 hapa, lakini neno hilo umekaa nalo bado hujalijua. Ile neno ndio siri yako. Hilo neno ni siri ya baraka zako. Hilo neno ni siri ya mafanikio yako. Amen. Hilo neno ni siri ya heshima yako. Amen. Lakini limefungwa kwenye kitabu fulani. Unahitaji revelation. Ufunuo. Unahitaji ufunuo. Ufunuo ni uwezo unaopewa ambao unakupeleka mahali panapokuhusu wewe. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Receive now in the name of Jesus. Amen. Usiishi duniani randomly. Usiishi duniani randomly. Bila mpangilio. Don't ever live in wanderings. Usiishi katika in namna wandering situation. Ya kutangatanga. Let me tell you this. Acha nikwambie neno hili. God has a great plan with your life. Mungu ana mpango mkubwa kwa ajili ya maisha yako. Na lengo kubwa ni kufanya wewe kuwa mshangao kwa watu wasiodhania. Amen. Yesu akafungua kitabu cha nabii Isaya. Akatafuta eneo linalomhusu yeye, wala sio watu wengine. Unalo eneo linakuhusu wewe. Kwenye maisha hayo usifanye kila jambo. Sio kila jambo la kwako wewe. Amen. Sio kila maisha ni ya kwako wewe. Wewe una eneo lako. Amen. Wewe una maisha yako. Amen. Mwambie Roho Mtakatifu, fungua maisha yangu. Amen. Nifungulie eneo langu mwenyewe. Kila mmoja ana enjoy kwenye eneo lake. Well, you are expert. That's the meaning of expertise. Wewe hapo maana You have to be an expert. Every person, every man, kila mtu, every experienced person, kila mtu yote ambaye he or she is an expert. Yeye ni mtaalamu mbovu Somewhere. Kuna eneo fulani. Somewhere. Kuna eneo fulani. Ndio maana ukiwa mwanasheria unasema huyu ni mtaalamu kwenye kesi za madai. Huyu ni za jinai. You are an expert somewhere. Wewe ni mbobevu. Sasa Yesu anatafuta eneo ambalo linamhusu yeye. Piga makofi kama mnanielewa hapa. Amen. Piga makofi kama mnanielewa. Amen. Bila hakuchukua kila eneo. Acha kuwa mbea. Na hapo ndio mbea unavyoanzaga. Sikiliza, maisha yako ni siri. Mafanikio yako ni siri. Ubora wako ni siri. Andika. Ubora wako ni siri. Unaweza ukatamka neno leo likafungwa, maana kila neno linavaa mwili. Unasikia? Unajua kuna watu kesho nikachukuta epo kaniambia, baba nimepata mchumba. It is all about you. Ya kwako na mimi ukishaniambia nakwambia usichelewe, mlete haraka. Kwa sababu iko siku utaniambia mimi tena, utamwambia nani? Na huyo atakapojua na yeye atamwambia nani? Nataka nikwambie kuna confusion itacheza hapo. Hata kama umeokoka, siri inakuhusu wewe. Kwa hiyo peleke mahali panapohusika, panaitwa madhabahuni. Amen. Ukishapaleta hiyo siri, usingoe tena. Baba nimeshampata mtu, alafu tena baba samahani, mtu mwenye haeleweki. Sasa wewe, maana wewe ni mtu wa ajabu, ufai. Nikabindi kapumbavu. Yaani naweka binti, nimepata katika mabinti wote, lakini na mimi kuleta kwenye wale wapumbavu, na wewe unakuweka wapumbavu. Kwenye wapumbavu kwenye Mhubiri 10 ngapi? 15. Anasema uchosha nini? Uchosha nini? Kila mmoja. Wapumbavu wanasema uchosha, maana hawajui njia ya kuendea nini?
mji, mahali pao para. Nimependa Yesu Kristo pale. Mpigie Yesu Kristo wangu jamani. Amen. Makofi mazuri. Akasema akatafuta mahali panapomhusu yeye. Ewe Mungu akupe mahali panapokuhusu wewe. Amen. Akupe eneo ambalo wewe unatakiwa uwepo, mahali unastahili uwepo. Unanielewa vizuri? Kama ni mwalimu ukawe, kama ni mwanasheria ukawe. Amen. Kama ni mkurugenzi fulani ukawe. Amen. Kama mfariji ukawe. Nasema ukawe kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni mama wa mafanikio uwe mahali panapokuhusu wewe. Woo! My goodness. Amen. My goodness. Nisomee mahali ambapo anamhusu Yesu. Panasemaje? Roho ya Bwana yu juu yangu. Hayo ndo mambo ya kwake Yesu Kristo. Hakusema mambo mengine. Alisema roho ya Bwana ii juu yangu. Let's go again. Kwa maana amenitia mafuta. Anawaeleza wazee ndani ya kanisa. Anawaeleza wale Masadukayo, yani wale walimu wako pale. Anasema roho ya Bwana ii juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Nifanyeje? Kuwahubiri maskini habari njema. Number one, mimi ni wahubiri maskini habari njema. Watu waliokata tamaa, watu walioonewa, watu walioibiwa hatima zao. Haya ni majira na saa ya urejesho. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Maana kila kilichoibwa, maana kila kilichoporwa, maana kila kilichofichwa, majira ya Bwana yamewadia. Nasema majira ya Mungu aliye hai yamewajia. Maana furaha ya mtu itarejeshwa tena. Amen. Uhai wa mtu utarejeshwa tena. Amen. Matumaini ya watu utarejeshwa tena. Amen. Wala sio kesho wala ni leo. Amen. Wala sio kesho kutwa, leo na kesho. Amen. Na wala sio leo na kesho peke yake, bali na kesho kutwa. Amen. Bali na mwakani. Amen. Na miaka mitano ijayo. Amen. Tunatangaza wema wa Bwana. Amen. Tunatangaza matumaini mapya. Amen. Tunatangaza uzima mpya. Amen. Tunatangaza maisha mapya. Amen. Bwana, roho ya Bwana iko juu yako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana amenitia mafuta mimi kuwahubiri maskini habari njema. Twende. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Nimetumwa jamani, mimi sifanye kazi ovyo ovyo. Amen. Yesu nimetumwa. Yes. Kwa kuna wakati prophet yule akikutazama hivi anakuambia kwa ukali, maana nimetumwa juu ya hilo. Acha ujinga. Acha jambo hili. Fanya hili hapa. Tekeleza hili. Sio baba amenikaripia. No. Yesu anasema hivi. Hebu rudia pale. Anasema kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri, lakini amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kuna wafungwa walikuwa vifungoni, na hata sasa inawezekana hata wewe hapo kifungoni. Una kifungo cha taaluma, una kifungo cha elimu ulionayo, una kifungo cha muda. Sema amina. Mpaka muda huu ufike kwanza nitafanya hivyo. Hicho ndicho kifungo. Mnanielewa? Au nani ananielewa vizuri hapa? Nani ananielewa vizuri hapa? Amen. Kuna kifungo kimekwepo. Kuna kifungo mpaka itakapofika kesho. Jambo la leo Edna lifanye leo. Jambo la leo nasema la leo. Jambo la alfajiri leo lifanye leo. Jambo la saa 6 mchana lifanye saa 6 mchana. Jambo linalohusu mwaka huu nasema lifanye mwaka huu. Kesho usio mpumbavu. Mungu anamwambia yule mtu aliposema kwamba nimelima vizuri, nimevuna na mazao yangu nimeweka garani. Akasema sasa nafsi yangu waweza sasa kutulia. Si ndivyo? Alafu ghafla nasikia sauti anasema mpumbavu wewe. Amen. Maana ujui roho yako usiku ya leo nahitaji. Maana kile jambo la leo lifanye leo. Vijana mnanielewa vizuri? Amen. Mabinti mnanielewa vizuri? Jambo la leo lifanye leo. Tumeanza nguvu ya madhabahu. Madhabahu kutolea hukumu leo hii. Nikamwambia Edna, umempata mtu anamkiri Yesu, anajua, mlete hapa. Leta hapa. Sio nakaa tu umefika mahali mwingine hata kuimba nyimbo za kilokole anaimba sana, lakini muoga. Mtu afai kwenye maisha. Mjue tu awe kwenye sehemu yako. Anamtaja Yesu, anamkubali Kristo, anaweza matengenezo mazuri ya moyo. Lete hapo tutengeneze. Kuna wenzenu wanaishi leo, wamejenga majumba, wanaishi vizuri. Nimefungua hiyo kodi kai vizuri. Lete hiyo mburura, itakaa vizuri ndani ya Yesu. Kuna maisha yako mazuri kabisa. Mshangilie Bwana Yesu. Wewe unakaa kuna majitu yana mizigo ndani. Humo ndani muoga, ana kifungo cha uoga. Tumeona hapa, anasema hivi, nina kifungo cha nini? Anasema amenituma
kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Nikasema muda unaweza kuwa ni kifungo chako. Umri unaweza kuwa ni kifungo chako. Elimu uliokuwa nayo ni kifungo chako. Unajua kuna wakati unafika mahali, mimi na degree yangu siwezi nikauza chips. Unaona? Hicho si kifungo hicho. Semeni hicho si kifungo? Kifungo. Mimi bwana na degree, mimi ni masters holder, siwezi kaoa mtu wa darasa 7. Hicho si kifungo hicho? Kuna mama mmoja anasema yeye anahitaji kuona vijana wanakuja kuoa pale chini ya masters. Watoto wake wote wana masters, basi ukienda baki kijana ujitambulishe, una nini na degree ya kwanza, toka sikuhitaji. Lazima utaje na masters kwenda juu, doctorate, uwe na PhD, uwe na. Sasa hivi ni vifungo ambavyo vinawekwa. Amesema mmetuma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, waliopigwa bumbuazi. Wamewekwa sehemu, kuna maisha ambayo umepigwa bumbuazi, yaani hujui unachoweza kufanya, hujui. Kwa unahitaji nuru. Sema unahitaji nuru. Sema unahitaji nuru. Ili maisha yako yawe sawa, unahitaji kujipambanua. Wewe ni nani? Jipambanue. Namwambia binti yangu Angel, jipambanue kuanzia sasa. Wewe utakuwa nani? Mwanasheria? Komaa hapa hapo. Masomo yote soma kwa bidii. Komaa hapa hapa. Mimi baba yako nakusimamia pale. Wewe ni lawyer. Na hata kwenye profile yangu nimeshaanza kumwandika sasa Advocate Angel. Kwa hiyo akibadilika, na mimi naambia nenda kivyako unavyotaka. Komaa hapo. Unajua mimi haiwezekani. Watu watakulaumu. Wewe nenda pale. Alpha mimi si nani. Komaa hapo. Ajitambulishe. Twende sasa Habakuki sura ya 2. Mtaanza kuona Habakuki sura ya 2. Tuangalie pale Habakuki sura ya 2 na ule mstari wa ngapi nimesema? Oh my goodness. Na ule mstari wa 2 mpaka wa 3. Habakuki anasema nini? Anasema Bwana akanijibu akasema. Bwana akanijibu. Umedisplay kule mwanangu? Bwana akanijibu. Watu wasome hiyo kitu. Akisema amesemaje? Nisomee. Iandike njozi, namba moja, iandike njozi. Ukaifanye iwe wazi sana. Ukaifanye iwe wazi sana. Boso James. Iandike njozi. Wewe unakaa unaficha. Nianza kuona midaharo yenu vijana juzi. Unaficha pale, mnaanza kusema kwenye maisha, mnaanza kwanza kudeti. Ukitoka kudeti unakuja urafiki. Unataka urafiki nyambafu kabisa, unakuja uchumba. Ukiingia kwenye kudeti tano, umeingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa, ukipumbavu. Sawa? Number 1, unahitaji kumpenda mtu, si ndivyo? Alafu mwambie nakupenda, nataka kuoa. Kama muda umefika, mwambie I love you, nataka uwe. Na yeye akisema sitaki, usimlazimishe. Tunaelewana vizuri hapo? Ndio. Iandike njozi yako na iweke wazi. Unapodate, mbona mnanikasirikia mabinti? Unapodate kuna wakati utahitaji voucher, na kuna wakati atakunyima hiyo voucher. Akikunyima hiyo voucher, unasema siwezi kupima. Kwani wewe unapima? Wewe daktari? Kipimo cha mtu anayekupenda ni love, uwezo kujitolea kwake. Amen. Uwezo. Mpaka kijana anakuja sema nakupenda, nataka nikuoe, hajakuambia twende lodge, hajakuambia twende guest, pigia makofi mtu. Wewe binti ndio unatakiwa umpelekee ua. Wewe ndio unatakiwa umpelekee zawadi. Unanielewa vizuri hapo? Mnanielewa ninyi watu? Huyu anakuheshimu darling. Yes, unaendeleaje? Wow, umenielewa vizuri hapo? Huyu penda. Mnahitaji kumpelekea maji ya kunywa, mtumie. Mwambie husband to be. Huyu ni mtu na nusu. Sio mtu peke yake. Huyu ni mwanaume na nusu. Naam. Hallelujah. Amen. Na ukianza ona hapo ndio anasema iandike njozi, ukaifanya iwe wazi sana katika vibao. Maana sasa wewe tunataka tukuone wewe ni nani? Wewe ni A, wewe ni B, wewe ni C, wewe ni D. Tunaelewa vizuri hapo? Ukianza date mtaingia gizani siku moja. I'm telling you. Iko siku moja uko wapi, nimechelewa boda na unakwenda pale. Iko siku moja joto likigusana, hata mashati yakigusana tu hivi tayari umeanza kwenda kwenye yale mambo ambayo yamefanyika kule mwanzoni. Mtarudi mahali ambapo mtafukuzwa Eden,
mtafukuzwa kwenye madhabahu. Adamu na Hawa wakafukuzwa pale kwa sababu ya upumbavu mdogo sana. Kuna vitu viko hapa, asema iandike njozi ukafanya hiyo wazi sana katika vibao, ili nisomea pale usikatize watu wasikie, ili fanye nini? Display pale watu waone tena, ili wafanye nini sasa? Ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Aisomaye apate kuisoma kama maji. Binti akikuona wewe uliyemwambia, uliyemhakikishia wana marry you, huyo hana wasiwasi na mashaka juu yako. Anapokuona anakuwa na matumaini makubwa, hana mashaka. Come on, anakutrust. Huyu ni baba watoto mtarajiwa, kwa sababu hajakuambia umechelewa si wapi kule eti mimi nipo Kikuyu, unajua sasa nimechoka sana. Yaani na ndevu zako unaanza kumwambia binti nimechoka sana mimi nimechoka. Jamaa ule tunasubiri pole, asipokuambia pole hanipendi. Hey, hisi kipimo, hisi kipimo. Msiniangalie hivi leo kidogo na wachana, leo kidogo na kesho Jumapili wachana tena kidogo. Pakeji yenu nitapachana mpaka siku 7 hivi zikae sawa. Mnipigie mazuri kidogo, na pale ule mdahalo wetu siache, tuendelee tena, sio hivyo? Tuendelee tena ule mdahalo. Bwana Yesu asifiwe. Maki nilimwona Pastor Nyona alituma pale, yule mchungaji alisema kabisa kwamba yeye kulingana na yeye alisema mchumba usimpe nini? Usimhudumie. Mimi nilisema mchumba amhudumie. Tofauti kidogo hapa. Mimi nilisema mchumba ahudumiwe, lakini dating, kufahamiana, umefahamiana mtu kama hivi church, wewe unampa hela yule binti amekuomba, hujamuomba, sio? Unapopokea na hiyo fedha umuulize kako hiyo hela ya nini? Naomba ufafanuzi wa hiyo hela. Aikwambia utumia tu anaingilia uhuru wa baba yake. Wewe kijana ni mpumbavu, unaingilia uhuru wa nani? Wa baba yako. Wewe ni mjinga kama wajinga wengine. Maana yake ukishamchumbia binti tayari familia yake najua, mnanielewa? Lazima ujue hii ndio madhabahu za kutolea hukumu. Pigeni makofi. Amen. Kwenye hayo ndio natoaga siri hapa. Inaitwa an altar or altars of judgment. Ni mahali ambapo hukumu inafanya nini? Najua mmekoseaga sana. Unajua kuna stage 2 tu za muhimu. Stage ya kwanza ni kuonesha love kwa mwenzio. Nini kumebadilisha kwenye dating? Ni maneno ya kishetani tu, achana hata dating. Ni kuonesha love kwa mwenzio. Amen. Na ndivyo ilivyokuepo. Stage ya pili ni kwenda kujitambulisha kwa nani? Kwa wazazi. Maana ni heshima. Unatengeneza nini? Heshima, kwamba wazazi wa kiume wakujue, wakufahamu, na wazazi wa kike wakufahamu. Si ndivyo mwanangu? Baada hapo mnakuja kanisani kama utaratibu wa dini zenu. Lakini zamani ilikuwa mkishamaliza kwenda kwenye uchumba, mnavishana pete kule au mnavishana nini? Cheni. Hapo kuanzia pale wewe na huyu either ni wachumba au ni mke na mume. Si ndio kabila letu? Tukipeleka soda tukamvesha mtu cheni, pale unaruhusiwa kufanya nini? Kuoa, kuchukua mke wako kama hali umeshalipa. Hasa kwa sababu tayari Habakuki anasema ziandike njozi na ni madhabahu kutolea hukumu, ziweke wazi. Maana yake unapaswa kuwa clear and certain. Uwe msafi na una shaka. Clear and certain. Ili kwamba wewe, kwa nini nafanya hivi? Ili kwamba kulinda, nisikilize Edi na umeshika chafu. Na ndivyo ilivyo. Iwe kwamba ni hivyo. Na chagua njia moja tu, andika njozi yako wazi, ionekane. Kama huna haraka, tulia, mtumikie Mungu tu. Imba nyimbo hapa, Mungu atakuonekana hapa. Kuna wapo hapo kule hawana mpango nje ambazo na mimi zifundisha sasa hivi. Wataanza na dating, wataanza kupata voucher, watakupa chips. Kinachofuata hapo, atakwambia mguu leo nimejikwaa, mguu leo unaniuma sana. Utaanza kumtembelea kwake, utaanza kumdekia nyumba. Ukishadeki nyumba utafua nguo zake. Kinachofuata utalala. Ukishalala umeharibu agano la Mungu. Umeharibu. Wewe ni nguruwe mdogo, wewe ni wale mangiri ya polini. Umeharibu. Usije kudanganya kwenye madhabahu za kutolea hukumu. Hii ni madhabahu ya kutolea hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hatua inayofuata ni uchumba. Hata uchumba ni nini? Unakuja na mngeji hapo, tunafurahia. Kina ana sikumkumbuka vizuri kwa vesha mpaka ile nini? Stylist. Mnasikia ile pale panaposhuka hapo. Mwambie simu yangu haina voucher. Umeelewa vizuri hapo? Tunaelewana?
Hata Angel nyakati zake ifika ndio anamwambia bana, akisha vesho tu Petro, kama sasa hivi mwanangu, kwangu mimi hela nitaanza kupunguza kukupatia. Sasa jamaa yako fanya nini? Akupatie. Na ndio maana hatuna muda mrefu pale kwenye fianciship, hatuna muda, hatumalizi miaka. Tunasema ni miezi 3 mpaka miezi 6, ili ninyi msidanganyane. Mtakapodanganyana mtakuwa uchi kama walivyokula tunda sawa pale bustani wakajikuta wako nini? Uchi. Mtaachana tu. Na ndio maana ndoa nyingi leo zinakuwa ni ngumu, kwa sababu madhabahu inatoa hukumu. Madhabahu ya Mungu haitaki kukaa na uchafu. Andikeni, madhabahu inaitwa madhabahu ya kutolea hukumu, haitaki kukaa na nini? Na uchafu. Ndio maana Yesu alipopanda pale madhabahuni akaenda mahali editor panapomhusu yeye mwenyewe. Jipigie makofi kama unapenda. Jipigie makofi tu nzuri. Jipigie makofi tena. Amen. Jipigie makofi tena. Unahitaji kuwa na nuru ndani. Sasa nuru hiyo namalizia hapa kwenye somo hili, alafu tutakwenda part 2 pale, sawa? Hii mwanangu tutakwenda mpaka part 7 kama tutaelekea. Yaani episode number 1 hiyo, alafu tunaona episode number 2, alafu tunaona episode number 3, judgment, altars of judgment. Najua kuna eneo Mungu anakwenda kuliponya. Tumpigie Mungu makofi. Amen. Sasa ili tuweze kushinda hapo, tunalazimisha nuru ambayo ni Yesu Kristo akae ndani yetu, mbali na majina yetu mabaya, mbali na tabia zetu mbaya, mbali na maisha yetu. Tunalazimisha, sema lazimisha. Lazimisha. Nuru. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, hebu angalia pale. Huyu binti nampenda sana. Nikisomaka not so binti, huyu subi. Yes. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 4 mstari wa 10. Alafu vile vile Mambo ya Nyakati wa Kwanza tena ile sura ya 12 na ule mstari wa 32. Tuangalia hawa watu. Huyu wa kwanza ni binti, ni mtu, unaelewa? Wa pili kule anasema inatajwa familia, inatajwa watu, kundi ambalo nuru imefungua vichwa vyao. Biblia inasema Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 4, anasema nani? Anaitwa Yabesi. Mnajua story za Yabesi. Anasema kamlingana nani? Mungu wa nani? Wa Israeli. Ili uweze kushinda, madhabahu ni mahali panapotolewa maamuzi. Ili uweze kushinda Farisi, madhabahu ndio nyumbani kwako. Kila ukipata muda baada ya kazi umetulia, kimbilia kanisani. Njoo church. Kama kuna kazi ya kufanya ifanye. Umeona tofauti yake? Kama kuna kazi ya kufanya fanya. Kama kuomba omba. Maliza, piga deki. Wewe kwa kama kichaa fulani. Wakati unapiga deki hapa, malaika wanakwepo. Hapa malaika wa zamu wanaanza kukuhudumia. Kuna mtu anaitwa Zakaria, mnamkumbuka vizuri? Mnamkumbuka? Baba yake Yohana Mbatizaji, amshasahau. Anaitwa nani? Alikuwa kwenye zamu, kuhani Zakaria. Akiwa hapo, alikwepo hapo, akakutwa kwenye madhabahu. Angel, malaika akamwonekania, akamwambia mke wako atakuwa na mimba na atakuwa na mtoto. Akiwa pa hakuamini. Akasema kwa kuwa uamini, kuanzia leo utakuwa bubu mpaka siku atakapozaliwa nani? Huyo mtoto. Mnaweza kuona kwa kuna vitu ambavyo vipo vya maisha tunahitaji. Huyu Yabesi akahitaji nuru. Anasema kamlingana Mungu wa Israeli, akisema lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa ni pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia huyo alivyoomba. Makofi 3, 4, 5. Siri ni nini? Unapoingia kwenye altars of judgment, unahitaji kujua siri kabla ya kwenda kanisani, kabla ya kudumu kwenye kanisa fulani, kabla ya kudumu kwenye madhabahu fulani. Pambana kujua siri ya madhabahu hiyo. Siri ya madhabahu ya huduma ya saa ya urejesho, kanisa la Victory Faith, siri yetu kubwa ni kudumu katika utakatifu wa Mungu aliye hai, kushinda majaribu. Amen. Katika kweli. Ndio maana tunasema Victory Faith, maana yake imani ya washindi. Huduma inasema saa ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunashinda kwa imani na muda ulio sahihi. Rejesha vyote vilivyoibwa. Rejesha vyote, heshima, kibali, uzuri, utajiri. Rejesha vyote. Shangilia Bwana Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia hawa watu hawa. Na
Na nani ametaja pale? Na wa Naftali. Twende mstari wa 32. Umeenda mstari wa 34. 32 pale. Biblia inasema na wana wa nani? Na wana wa Isakari. Tunapenda hiyo. Watu wenye akili za kujua nyakati. Watu wenye akili, Edina. Watu wenye akili wenye kujua nini? Nyakati. Nikasema muda ni nini? Kifungo. Muda unaweza kuwa ni kifungo chako. Elvis, unaendelea vizuri hapo? Nikasema muda unaweza kuwa ni kifungo. Sasa hao wana wa Isakari, wao namba moja walifanikiwa kujua nini? Nyakati. Alafu twende kuyajua yapasayo Israeli wayatende. Kuna mambo yanapaswa wewe uyajue kuyafanya. Mambo mengine uhitaji kuyajua, unanielewa? Alfred yuko wapi? Kuna mambo uhitaji kuyajua kabisa, achana nayo. Angel, unaongea sio mambo yote uyajue. Kuna mambo machache, jichagulie mambo machache, haya nataka niyajue. Jambo la kwanza, nimjue sana Mungu. Amen. Jambo la pili, nijijue sana mimi mwenyewe. Amen. Jambo la tatu, nijue namna ya kuishi kwenye hii dunia. Sawa? Namna gani vipato vyangu nitavipata? Vipato halali, sema kipato halali. Hicho kijua, fanya kwa bidii kwenye kila eneo. Kama Habakuka aliposema, iandike njozi zako, si ndio pasa hapo? Iweke wazi. Na kila mtu apitaye aisome, na asisome kwa kubaitisha, asome kama maji. Haleluya. Asome kama maji. Ananielewa? Sema amina nguvu. Pigia Mungu makofi mazuri pale. Haya wana wa Isakari, ushindi wao mkubwa number 1 ni watu waliomshika Mungu wa Israeli. Ni watu waliomshika Mungu wa nani? Wa Israeli. Saa ya urejesho, fanyikeni kuwa watu wa kumshika Mungu wa prophet nani? Lwambano. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Sasa nini kichowasaidia hawa? Kichowasaidia namba 1, ujenzi wowote, ujenzi wa ndoa, ujenzi wa masomo, ujenzi wa chochote kile, unaanzia kwenye madhabahu. Madhabahu, fanya vyote, zunguka mahali popote, utarudi kwenye ota, utarudi kwa wazazi wako. Ile ni madhabahu. Wananielewa? Sema mimi na nguvu. Ukiwa kazini kwako, fanya vyote, utarudi kwa mkurugenzi wako. Ile ni madhabahu mahali pale kazini. Ukiwa mahali shuleni, fanya vyote vile, angel, academic master au academic nani mimi, sawa, au ministry sawa, nani mnote, huyo ni madhabahu yako ya taaluma. Maana usicheze vibaya. Nilimwambia maisani Alfa, siku zako zote unapokuwa shuleni, manake ni hivi, unakwenda kwenye madhabahu, inaitwa madhabahu ya taaluma, madhabahu ya elimu. Hapo shuleni kuna walinzi pale shuleni, si ndivyo? Kuna watu wa nidhamu pale shuleni, ni ota ilivyo, na kwenda kumaliza ndio mambo sawa. Madhabahu ya kutolea hukumu. Kila mtu anaishi leo kwenye dunia anaongozwa na madhabahu fulani, anasimamiwa na madhabahu fulani. Kila unayemwona leo anafanya biashara, anafanya kazi, yupo kwenye ndoa, mahali popote anazurura, anayega. Wagogo anasema kuna madhabahu inayemwongoza kijana, kuna madhabahu inayemwongoza huyo binti. Iko madhabahu. Kila mmoja unayemwona leo anaye madhabahu, na kila madhabahu ina kuhani wake. Kila madhabahu ina kuhani, ina mchungaji wake, ina padre wake, ina msimamizi wake. Kila madhabahu za kichawi kuna mkuu wa kichawi. Madhabahu za maskini kuna mkuu wa maskini. Ni maskini hasa huyu, unamwona hasa maskini hasa, anasimamia madhabahu. Watu wote wenye mkoa, watu wote wa mtaa huu wao maskini. Rika fulani kuanzia watu 18, miaka 18 wanaanza kuwa levi. Kuna madhabahu ya ulevi sehemu, kuna madhabahu ya ukichaa. Kuna watu wakifika miaka 32 kwenye ukoo au miaka 20 wanaanza kueuka, kumbukumbu zinapotea, wanaruka akili. Jua iko madhabahu. Lazima ujue kuna madhabahu kutolea hukumu, na kuna madhabahu ambazo zenyewe zinasimama kusimamia mabaya. Nami nasimama kama baba wa madhabahu majira haya, saa ya urejesho. Kila madhabahu ya hukumu ya mabaya ambayo imesimama kwenye maisha yako,
Hii madhabahu inasambaratisha. Amen. Ameniona ni ndogo sana. Nasema hii madhabahu inasambaratishwa. Amen. Madhabahu za magonjwa. Yes. Madhabahu za mateso. Madhabahu za aibu. Amen. Zisambae sasa. Amen. Ziharibiwe sasa. Amen. Ziharibiwe sasa. Amen. Nasema zivunjwe. Amen. Zivunjwe leo. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Madhabahu za kukataliwa. Leo mnadhani ndoa zinaachika. Sikiliza, sio akili za hao wanandoa. Kuna madhabahu. Madhabahu imesimamia. Ndio maana nikasema kabla hujaoa lazima ujue ni madhabahu gani iliyokushawishi uingie kwenye ndoa. Iko madhabahu. Inawezekana kuna madhabahu ya utajiri imekushawishi. Kuna madhabahu ya maskini imekushawishi uoe au uolewe. Unadhani ukiolewa utakuwa na maisha fulani, utakuwa na hali fulani. Kumbe ukaolewa ukaendelea kuwa na mahali ya umaskini zaidi. Kuna madhabahu na hizi zinatoa judgment, zinatoa hukumu. Nami kwenye kipindi hiki cha Saa ya Urejesho, mahali popote unaponitazama, all viewers of the world, wherever you're now watching from, I command right now, I decree and declare, any evil altars must be broken now, must be broken now, in the name of Jesus. Every satanic altar, I command to break it off, to break it off right now. I break it in the name of Jesus. Be broken right now. Be broken right now. Anguka leo. Vunjika leo. Madhabahu za ugonjwa, madhabahu za hofu kwenye moyo wa mtu zinavunjwa sasa. Naamuru kuvunjwa. Amen. Simama kwa miguu yako leo. Naamuru zivunjwe madhabahu. Amen. Naamuru zivunjwe madhabahu. Amen. Naamuru zivunjwe madhabahu. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninatangaza sasa. Ninatangaza sasa. Kila madhabahu. Kila madhabahu ambazo zimenisurutisha katika mabaya. Hizo madhabahu leo zivunjike. Kwa jina la Yesu. Madhabahu za kichawi, madhabahu za kimaskini, leo zivunjwe. Leo ziharibiwe. Vunjika leo. Kwa jina la Yesu. Ile madhabahu ya moyo mgumu, shingo ngumu, naivunja leo. Be broken. Today. In the name of Jesus. Be broken now. Be broken now. Bitterness altar. In the name of Jesus. Be broken now. Sickness altar. Be broken now. Broken now. Delayment altar. Broken now. Affliction altar. Broken now. I command today. Broken. Today. Broken now. Kwa jina la Yesu. Vunjika leo. Madhabahu. Ulikamata miguu. Ulikamata mikono. Ulikamata kichwa chako. Madhabahu. Vunjika leo. Achia kichwa chako. Achia fahamu zako. Achia mikono. Achia miguu yako. Kwa jina la Yesu. Be broken. Kwa jina la Yesu. Piga makofi, omba, tabiri. Kwa jina la Yesu. Natangaza leo. Kila madhabahu za giza ambazo zimewahi kujengwa dhidi ya nafsi, dhidi ya mwili, kwa jina la Yesu. Natangaza leo kila madhabahu zilizojengwa ili kusimamia ulimwengu wa kesho wangu, ulimwengu wa nia, katika jina la Yesu. Natangaza leo kila madhabahu Hey!
kichawi vunjika leo kwa jina la Yesu. Nasema na watu wanga achia Yesu, achia majina ya watu, achia watu hawa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ili kusimamia ulimwengu wa Hey!
jina la Yesu. In Jesus name. Sogeni madhabahu, sogeni madhabahu. Leo ni siku ya kwanza. Sogeni madhabahu dakika moja, fanya haraka sana. Sogeni madhabahu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi nipo kwenye madhabahu. Mimi nipo kwenye madhabahu. Kama kaka na mic na speaker hizi ni. Hiyo. Sema mimi nipo kwenye madhabahu. Mimi nipo kwenye madhabahu. Nimesogelea madhabahu. Nimesogelea madhabahu. Leo ni Alhamisi ya kwanza. Leo ni Alhamisi ya kwanza kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Kanisa nzuri la Victory Faith. Kanisa nzuri la Victory Faith. Ninatangaza jioni ya leo. Ninatangaza jioni ya leo ushindi mpya kwenye maisha yangu. Ushindi mpya kwenye maisha yangu. Maisha mapya kwenye maisha yangu. Maisha mapya kwenye maisha yangu. Kila madhabahu za kuzimu. Kila madhabahu za kuzimu ziharibiwe sasa. Ziharibiwe sasa. Madhabahu za kuzimu. Madhabahu za kuzimu. Roho chafu za kuzimu. Roho chafu za kuzimu. Toka kwenye mwili wangu. Toka kwenye mwili wangu. Toka kwenye kifua. Toka kwenye kifua. Toka kwenye miguu. Toka kwenye miguu. Come on. Come on. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nisikilizeni kwa makini sana. Mashetani baada ya kujitambua, kwa nini tumeingia kwenye somo la madhabahu? Kwa sababu nimewafundisha mambo mengi kwa habari ya ufahamu na ukombozi wa nafsi na akili. Sasa unapaswa kujijua. Leo tumejisema, tumeangalia kwa habari ya siri. Unakumbuka vizuri? Nimekupatia nafasi ya siku hizi 3 jijue wewe ni nani. Kuna kitu ambacho Mungu amekuitia, lakini unajikuta unapita kwenye mateso haya, unajikuta unapita kwenye aibu. Wakati mwingine mfanya biashara mkubwa sana, ukianzisha biashara inakimbia mno, lakini unawezwa kwenye magonjwa, wanakulaza kwenye magonjwa, unabaki hapo. Unachopaswa si kuombewa, unachopaswa wewe kuiendea madhabahu mahali hapo. Wewe uko hapa, njoo kwenye ota ya madhabahu. Madhabahu hii hapa ya saa ya urejesho. Hapo utakutana kuhani tu. Penda kila somo na fundisho wanafundisha. Njoo, unakwenda kuachiliwa upya. Wewe shangaa utaanza biashara tena, wateja watakukimbilia sana. Mashetani wana mbinu mingi sana, na mashetani hawezi kuweza wewe. Kwanza lazima ujenge madhabahu. Wanajenga wapi madhabahu? Tutaangalia sehemu nyingine. Madhabahu za kichawi na madhabahu za kuzimu zinajengwa wapi? Number 1, inaweza kujengwa kwenye ubongo wako, mental faculty yako. Unakuwa mbishi, unakuwa uelewi, unakuwa ni mtu usopenda kushauriwa, unabaki hapo. Eneo la pili, kwenye moyo, kwenye nafsi, moyo. Unakuwa tu mgumu wa mambo fulani, unabaki hapa. Yaani kuna jambo nasikia sauti, fanya ili hapa itakusaidia. Naambia hii mimi sitaweza. Kuna wakati unasikia kabisa kwamba na mimi si uko wetu, hatuwezi kuwa matajiri, hatuwezi kuwa somi. Kwa hiyo unajipita kwenye ile eneo, inaweza fika hapo. Na hapo sasa ndipo nasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote unavyolinda, maana hapo ndipo zitokazo chemichemi za uzima. Kwa adui shetani anakamata moyo, akishashika moyo wako ambao ndio madhabahu ya maamuzi. Habakuki tumeona pale anasema andika njozi yako kwenye iliyo wazi, tena kibaoni kwa moyo wako. Kila mtu aionaye asome pasipokuwa na wasiwasi, aisome hiyo njozi, aisome hiyo ndoto na apate kuielewa. Unachohitaji kufanya kitu kimoja tu, ushindi wako upo kwenye madhabahu. Ayubu akasema, nilipokuwa hemani mwa Bwana na aliongozwa hata gizani kwa nuru ya mwanga wake, kwa mwanga wake, nuru ya mwangaza wake. Kwa hiyo leo hii ninyi ambao mmebaitika kuja hapa kwenye kipindi cha saa ya urejesho, tumeanza na somo hili madhubuti kabisa. Mungu ninayemtumikia, wewe ambao umekanyaga hapa, umekwenda hatua nyingine mbele katika jina la Yesu. Amen. Nasema umesogea hatua nyingine mbele kwa jina la Yesu. Amen. Na kwa kuwa umekwenda kusogea, hakikisha sasa unaingia kwenye prayer za nguvu na kuanza kusema, kila madhabahu ya kucheleweshwa, imecheleweshwa kufanya maamuzi, kila madhabahu za kusitasita kufanya mambo muhimu, zivunjike sasa. Utaendelea kufanya hizo prayer, utaanza kushangaa mambo ambayo uliahirisha jana, unaanza kurudi ghafla, kwa sababu shetani anakubania
ilibidi kwa mfano mwaka uanze chuo, unacheleweshwa. Tunaelewa vizuri hapa? Unacheleweshwa kwenye madhabahu. Ilibidi mwaka huu pengine uoe au uolewe, naombeeni kabisa unacheleweshwa, kwa sababu unajua right, kama ungeolewa mwaka huu au ungeoa mwaka huu, ndani ya kiuno chako inawezekana kuna mtoto ambaye ndio kiongozi, na huyo mtoto pengine angezaliwa pengine mara baada ya mwaka mmoja tu baada ya kuoa, pengine mwaka ambao kinabii Mungu aliweka. Huu ni mwaka wa kuzaliwa Masihi, wa kuzaliwa kiongozi. Kwa shetani alishajua anachokifanya na kuchelewesha usioe ili upate watoto mburura. Unashangaa miaka, tukasema muda ni wa Mungu. Shetani ana fix muda, anaweza kutoa kwenye muda wa Mungu akakupeleka kwenye muda wa kwake, yaani unaangukia kwenye muda wa kwake. Ghafla unashangaa mtu anazaa mtoto wa kwanza ni mjinga. Si mnaonaga mtoto wa kwanza? Kuna mama niliona juzi analalamika, amezaa mtoto ni zezeta. Mnaelewa? Mtoto wa pili ni zezeta, mpaka watoto wa 4 ni zezeta. Ni kwa sababu gani? Hawa watoto wanabeba kwenye ota, kwenye madhabahu. Madhabahu inatoa hukumu, madhabahu inakueleza wewe utakuwa nani. Wewe uliobahatika kuwepo hapo, Mungu wangu akutendee mema kwenye madhabahu hii. Nasema Mungu wangu akutendee mema kwenye madhabahu hii. Na wale ambao si washirika wa kanisa hili, Mungu wangu awatendee mema kwenye madhabahu ya saa ya urejesho. Akuondoe mahali ambapo adui amedhani kwamba wewe ndio kivuno kwenye eneo. Mungu akutendee. Shika moyo wako kama ni madhabahu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakiri madhabahu hii ya saa ya urejesho kwamba ni eneo la kwanza kwangu kwa ajili ya kurejesha vitu vyote, muda uliowahi kupotezwa, muda ulioliwa na parare, chochote kilicholiwa na nzige, naamuru kirejeshwe sasa kwa jina la Yesu. Hii ni sehemu ya kwanza, hii ni part 1 ya madhabahu ya kutolea hukumu, altars of judgment. This is part 1. This is an episode 1 of altars of judgment. Now from today, I decree and declare, I shall not be there down. In the name of Jesus, I command today, every evil altars shall not reign against me, shall not prosper against me. In the name of Jesus, I break them, I curse them. In the name of Jesus, I command today, I am somebody. I command my soul, my soul, you are somebody. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, ninatangaza leo kufanyika ngome kubwa, mlima wa moto dhidi ya wachawi, wasoma nyota, nafanyika nguzo ya moto, nafanyika nguzo ya moto, nafanyika moto la enyi mapepo, enyi wachawi, enyi washirikina, vunjika leo, teketea leo, angamia leo, kwa jina la Yesu, leo angamia. Mimi ni mali ya Yesu. Biblia inasema Yesu alipochukua gombo la chuo, alichagua eneo linalomhusu, na kisha akasema, roho ya Bwana ii juu yangu. Alieleza habari ya kusudi, ili aliishi kusudi lake. Kusudi linaambatana na nuru, sawa na Mambo ya Nyakati, na ule mlango wa 4, ule mstari wa 10. Yuko mtu anaitwa Yabesi, yeye alimlingana Mungu, kisha karejeshwa vyote. Alikimbilia kwenye madhabahu, katika jina la Yesu. Mimi TM, mahali pangu pa nguvu
pangu pa nguvu ni madhabahuni. Enyi mizimu, mtakapoinuka vibaya, leo nainua sasa majeshi ya malaika wanaizunguka madhabahu hii. Malaika walinzi wainuke dhidi ya wachawi, wale walozi, wale washirikina. Madhabahu ya Sayuni inuka dhidi yao, inuka dhidi ya watesi, dhidi ya wabaya, kwa jina la Yesu. Najiungamanisha sasa nguvu ya madhabahu, kwa jina la Yesu. Adui zangu watakapokuja, hawataniona mimi, wala watoto wangu, wala mke wangu, wala mume wangu, wala kazi yangu. Waione madhabahu ya Sayuni. Wala malaika saba wasimame kwenye kila engo ya hiyo madhabahu. Kuanzia leo naita nguvu ya malaika, huduma ya malaika kutoka kwenye madhabahu ya saa ya urejesho, na madhabahu kuu ya Victory Faith. Wale malaika wanifuate, waambatane nami kwa jina la Yesu. Siku za tabu zangu, siku za mateso yangu, wale malaika kwa jina la Yesu. Nimetangaza mwezi wa sita umebarikiwa. Mwezi wa saba wewe ni heshima. Mwezi wa nane wewe ni mavuno. Mwezi wa tisa wewe ni uzao. Mwezi wa kumi natoka gerezani, kwa jina la Yesu. Natoka gerezani, kwa jina la Yesu. Mwezi wa 11 natangaza mema ya Mungu aliye hai. Mwezi wa 12 namba ya ukamilifu, ule uzao ulio bora naita kwenye maisha. Mwaka wote umebarikiwa kwa jina la Yesu. Turn around to encounter new season. Mambo yamekuwa mapya, maisha ni mapya. Mimi ni wa kipekee, mimi si wa jana. Nimekiri kwenye madhabahu, ndivyo itakavyokuwa kwa jina la Yesu. Amen. Toa sadaka yako haraka sana.